Niliweza kukimbia na kuelekea moja kwa moja dukani kwa ajili ya kwenda kununua mafuta ya nazi ili kwamba nije kupeleka moto kwa Mpalange kwa Bi Mkubwa. Na Bi Mkubwa alikuwa tayari kabisa ameshaweza kujiweka sawa, yani alikuwa ameshaweza kuoga vizuri kabisa, na alikuwa ameshaweza kupaka mafuta yake vizuri kabisa, na alikuwa ameshaweza kubongoka kunako kochi, yani pale kwenye sofa, na kuweza kuacha kila kitu kikiwa kiko mwemwele kabisa. Yani inamaanisha kwamba alikuwa ameweza kujisusa, yani alikuwa ameweza kunisusia mimi, na kazi ilikuwa ni kwangu tu kuhakikisha kwamba nitapita kwa Mpalange, lakini pia nitapita na njia ya kawaida ya kuelekea Buza Kariakoo. Kidume nilikuwa nachangamka sana kuhakikisha kwamba napata mafuta ya nazi, kwa maana shughuli ya leo nilijua kabisa kwamba lazima itakuwa nzito kweli kweli. Kitu cha kwanza, nilikuwa natetemeka sana kwenda kumnyandua Bi Mkubwa kwa Mpalange. Kitu cha pili, kwamba sijawahi kabisa kunyandua kwa Mpalange. Lakini kitu cha tatu, Bi Mkubwa na bonge la shendele, yani ana mzigo wa maana kweli kweli. Kwa kitendo cha mimi kwenda kunyandua kwa Mpalange, aisee, nilikuwa nikitetemeka namna ambavyo nitakuwa nikikamata mshendele na kuutandika vibao huku nikiendesha gari kwa spidi sana. Basi kidume niliweza kufika dukani na kuweza kununua mafuta ya nazi, na baada ya hapo nikaanza kurudi mbio mbio kweli kweli. Nilipoweza kufika nyumbani, nilimkuta Bi Mkubwa akiwa tayari kabisa amenisusia. Yani nikitazama hivi nilikuwa naona tundu la kwa Mpalange ili hapa, nikitazama hivi nilikuwa naona kisima cha Bi Mkubwa hiki hapa. Kisima kilikuwa tayari kabisa kina maji mengi, tayari kabisa kisima kilikuwa kinahitaji kuweza kunyanduliwa. Lakini pia kwa Mpalange napo kulikuwa naona kabisa barabara kwa Mpalange namna ambavyo ilikuwa inapita kweli kweli. Hii inamaanisha kwamba barabara hii ya kwa Mpalange ilikuwa haijawahi kabisa kuguswa. Jamani, hawa waganga kweli ni noma. Kuna muda nikawa nawaza kwamba hawa waganga sometimes ni washenzi sana, wanatengeneza dhambi ambazo sijui hata shetani mwenyewe akiziona hivi anajisikiaje. Lakini kuna muda nikawa nasema nakushukuru sana ewe mganga ambaye umetaka mimi kwa mara ya kwanza niweze kunyandua kwa Mpalange ili niweze kuona kwamba kupoje. Mbali ya kuhisi kuona kwamba huyu alikuwa ni Bi Mkubwa, lakini mawazo yote yalikuwa yameshaweza kutoweka kabisa kunapo kichwa changu. Kitu ambacho nilikuwa nawaza hapa ni kumnyandua tu Bi Mkubwa kwa Mpalange, lakini pia ninyandue na kile kisima ili kwamba akili iweze kumkaa sawa. Niliweza kuingia na kuufunga huu mlango wakati Bi Mkubwa alikuwa tayari ameweza kunisusia. Bwana, alikuwa amesusa kweli kweli. Napozungumza kususa, alikuwa ameweza kususa kila kitu, na sio ule ususaji mtu kama amekaa mbuzi, yani kama mbuzi vya pana. Kichwa cha Bi Mkubwa kilikuwa kipo kwenye sofa, alafu sasa mshendele na ikulu yake vyote alikuwa ameviacha kwa nyuma, yani kama mlima wa Kitonga. Bwana, ukizingatia na namna ambavyo alikuwa ameweza kujazika kama mlima wa Kitonga, basi ilikuwa ni hatari sana. Lakini bila kuweza kuacha kusifia kwamba pale katikati kulikuwa kuna chachandu nyingi kweli kweli. Yani kulikuwa kuna shanga za ajabu ambazo nikazidi kuchanganikiwa. Bi Mkubwa hii inamaanisha kabisa kwamba aliweza kuongezea maudambwi ili kwamba nizidi kuchanganikiwa na kupagawa kabisa. Kiukweli nilipagawa na tayari kabisa tango likaanza kugongana ndani kwa ndani. Tango lilikuwa linagongana na boxer. Tango lilikuwa linahitaji kuweza kutoka pangoni na kwenda kuingia kwenye pango ambalo tango lilikuwa linataka. Nilikuwa nimechanganikiwa sana. Jimmy, ilikuwa ni sauti ya Bi Mkubwa kiniita. Wakati nilikuwa tayari kabisa nimeshaingia hapa ndani na tayari kabisa nilikuwa nimeweza kufunga mlango, lakini nilikuwa naendelea kudiskasi namna ambavyo Mungu alikuwa ameweza kumpendelea Bi Mkubwa. Naam, niliitika baada ya kuweza kuitwa na Bi Mkubwa. Kazi kwako, nimeamua kususa tu ili kwamba uchague mwenyewe.
kama unataka kwa Mpalange, na kwa Mpalange huko ndo kuna umuhimu zaidi ili kwamba tuweze kuwa matajiri. Utaanza na kwa Mpalange, baada ya hapo utapita kwenye Ikulu pia. Lakini ninachokuomba kwa Mpalange, kwenye tundu la Tigo Pesa, pita hiyo barabara taratibu, kwa maana sijawahi kabisa kupitishwa kwa Mpalange mimi, na hisi wewe ndo unakuwa mtu wa kwanza. Alizungumza hivyo Bi Mkubwa huku akiwa bado ameendelea kukilaza kichwa chake kwenye sofa. Wakati huo mimi nilikuwa nikimsikiliza huku nikiendelea kumtazama. Sikuweza kujibu kitu. Niliishia kucheka tu na kutetemeka kama mtu mwenye arosto kubwa kwelikweli. Hivi unafahamu kwamba kuna mtu kwa mfano akiwa mlevi sana wa pombe kali, kuna wakati akikosa pombe mpaka mikono unakuta inatetemeka. Basi ndivyo mimi ambavyo nilikuwa nikitetemeka kwelikweli kwenda kufakamia hii barabara kwa Mpalange ambao tayari kabisa ilikuwa imeweza kutegwa na ilikuwa inapita kwelikweli. Jimmy aliniita tena, kidume nikiwa bado nazidi kutetemeka, midomo inatetemeka, yani nina uchu kwelikweli. Naam, niliitika kwa kuweza kung'ung'uta, kwa maana ilikuwa sio kazi rahisi kuweza kuingia kwa Mpalange. Mbona kama umeduaa sana hapo na unazidi kupoteza muda, na huu ni usiku unazidi kwenda, changamka basi. Alizungumza hivyo na kidume nikagundua kabisa kwamba hapa kweli inabidi nichangamke. Baada ya kuweza kuzungumza hivyo, ni kama alikuwa ameweza kunitoa kwenye wimbi kubwa kwelikweli la mawazo, na hapo ndipo nikagundua kwamba kitu cha kwanza natakiwa nihakikisha ya mafuta ya nazi na mwaga kwenye mshindele, alafu nasawazisha mafuta ya nazi kunako mshindele. Baada ya hapo nayapitisha haya mafuta mpaka kwenye barabara kwa Mpalange na kupita moja kwa moja mpaka kuelekea kwenye ikulu ya Bi Mkubwa, ikulu ambayo ilikuwa imeweza kunona kwelikweli. Hicho ndo kitu ambacho waga mimi nakipenda sana. Alizungumza hivyo baada ya kuweza kuona kwamba tayari kabisa mafuta ya nazi yameweza kutupwa na kumwagwa kunako mshindele. Kumbe waga unakubali sana ukifanyiwa hivi? Ndiyo. Oh, sawa. Nilianza kuyasambaza mafuta ya nazi kunako mshindele. Kiukweli mshindele ulikuwa una nyama nyingi sana, tena zile nyama ambazo zilikuwa zimetepeta kabisa, yani kama zingesindikwa basi ilikuwa ni hatari sana. Huyo mtu ambaye anakula angefaidi kweli kweli minofu. Ilikuwa nikisambaza mafuta kunako mshindele huku nikiendelea kutandika vibao vingi sana, lakini wakati huo vibao hivi vilikuwa vinapokelewa na makelele na miguno mingi kabisa kuweza kumwita au ya kuweza kumtoa joka pangoni. Jambo hilo likazidi kunipa mizuka mingi na akili ikazidi kuama. Nikawa naendelea tu kutamani kuweza kupita kwenye barabara kwa Mpalange. Siamini kabisa kama leo napita kwenye barabara kwa Mpalange, na naona imenona kweli kweli barabara kwa Mpalange, na naona tu inazidi kupiga dim light na kuita tu. Nilikuwa nikizungumza hivyo huku tayari kabisa nikiwa nimeshamwaga mafuta kwenye barabara kwa Mpalange, na sasa nipo kwenye tundu la Tigo Pesa naendelea kucheza nalo pale ili kuzidi kumchanganya Bi Mkubwa ili iweze kumkaa sawa. Kumbe ni mtu hatari sana jamani, Jimmy mwanangwe. Mbona kama unavyofanya hivyo nasikia kuna mizuka mingi inapanda. Kumbe hata mtu akigusa kwenye Tigo Pesa tayari kabisa mizuka mtu inaweza kumpanda. Mimi sijui, lakini najaribu tu kutafuta kwa ujuzi. Kumbe unaona mizuka inapanda hii? Ndiyo, yani naona kama sio nipo kwenye dunia ya ngapi, sio kama nipo kwenye sayari ya ngapi, yani mpaka sijielewi. Usijali. Kama ungeweza kufanikisha kuingia katika hii nyumba, basi ungejua mimi na Bi Mkubwa sio watu wamoja. Yani ungeweza kuhisi au ungeweza kujua kwamba pengine Bi Mkubwa ni mshangazi tu ambao umeamua kumtafuta kijana wa 2000 ili kwamba aweze kumpelekea moto, na wala usingeweza kuzani wala kufikiri kwamba alikuwa ni Bi Mkubwa ambaye aliniweka tumboni miezi 9. Usingeweza kufikiri vitu kama hivyo. Kiukweli kila mtu alikuwa ameweza kueuka hapa. Ama kweli jamani, shetani huyu ni mbaya sana.
Kiukweli hii simulizi huwa nashindwa kabisa kuweza kuisimulia, lakini huwaga naisimulia ili kwamba mtu atakayesikiliza hii simulizi aweze kujua kwamba kuna vitu gani vya kuweza kujifunza katika simulizi hii kwa mama wa baba watoto, na kila mtu anatakiwa kuweza kujifunza. Kiukweli naisimulia tu, lakini wewe unayenisikiliza usije ukaanza kukomenti vibaya ukisema kwamba imekuwaje, unaleta vitu namna gani, vipi na vile. Hapana, sisi tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuelimisha, maana vitu hivi kama vitokei kwako, kuna watu wengine vinawatokea. Dunia ni pana, dunia ni uwanja wa dhambi, kila mtu anacheza vile anavyotaka. Kwa wewe unaweza kusema kwamba unaishi hivi, lakini kuna mwingine mambo kama haya yanamkuta na ajui kabisa kwamba anawezaje kutoka, na tayari kabisa ikiwa ameshaweza kuingia. Kwa usikilize simulizi hii kwa kujifunza, usisikilize simulizi hii kwa kuanza kutaka kuleta mambo ya hovyo. Sisi tunaisimulia ili kuweza kukufunza na kutoa funzo. Utakaposikiliza simulizi hii mpaka itakapofika mwisho, yani tamati, ndipo utakapoweza kujifunza. Kidume tayari kabisa, Tango Master, lilikuwa liko wima kwelikweli. Katika hizo harakati fupi ambazo nilikuwa nimeweza kuzifanya hapa, niligundua kabisa kwamba kisima cha Bi Mkubwa kilikuwa tayari kabisa kimejaza maji mengi, na maji mengine yalikuwa yanamwagika kutoka nje ya kisima. Nilichowaza hapa ni kuweza kuipiga deki bahari. Sikuweza kupoteza muda, niliweza kutupia mdomo kunako bahari na kuanza kunywa maji ya baharini, huku nikipiga deki kwa kutumia mdomo kwenye hii bahari. Nikaanza kusikia kelele na milalamo mingi kwelikweli, ambayo ikazidi kunipa mizuka. Ama kwa hakika Tango Master kiukweli lilikuwa limeweza kusichi netweki, kiukweli lilikuwa limeweza kusimama Tango Master mpaka lenyewe likaanza kupoteza kabisa dila. Tango Master likaanza kumwaga ule mchuzi wa awali, ule mchuzi wa mizuka. Mchuzi huo wa mizuka ukaanza kumwagika na kuweza kumwagikia kwenye box yangu, lakini kidume nikasema hapa sina haraka ya kuweza kutaka kumtandika bakola Bi Mkubwa. Kitu cha kufanya hapa, lazima niende naye taratibu mpaka akili iweze kumkaa sawa. Basi kidume nilikuwa kwa sasa nimeshaanza kuingia katika chumvi za Uvinza, yani kwamba nimeshazama chumvini na kuweza kupima chumvi. Je, chumvi ipo vizuri au chumvi ipoje? Napiga deki bahari huku nikiendelea kupima chumvi kwamba ipoje chumvi ya Bi Mkubwa. Jimmy mwanangu, ama kwa hakika wewe ni mtu hatari sana. Kwa nini unazungumza hivyo? Yaani kwamba minjonjo inayofanywa hapo sijawahi kabisa kuiona katika dunia hii toka nimezaliwa. Una uhakika? Uhakika wangu nachohitaji mimi ni kwamba usije ukaleta ukarogwa au ukafanya kitu kingine tofauti na mimi. Kiukweli kwa sasa mimi naona kabisa, yani kwamba kwako nimeshazama, yani kwenye kisima mimi nimezama, nimekufa, nimeoza, nimebaki kuzikwa tu. Na naomba mzikaji uwe wewe, asijaribu kabisa kuja kunizika mtu mwingine. Usijali, hata mimi nimekufa, nimeoza, nimezama kwenye bahari nzito kwelikweli ya huba. Kilichobaki hapa ni kuzikwa tu, na mtu apekiwa kunizika ni wewe. Sitegemei kwamba kuna mtu mwingine atakuja tena kunizika. Ondoa shaka juu ya hilo. Kiukweli mimi siwezi kukuangusha, yaani kwa namna kama hivi nawezaje mimi nikakuangusha? Jamani Jimmy mwanangu, hata mimi siwezi kukuangusha mama. Kwa namna kama hii nawezaje kukuangusha mama yangu? Hapa nachohakikisha ni kwamba unaendelea kuifurahia hii dunia nzito kweli kweli. Kama uliamua kufanya vitu kama hivi, basi lazima ufurahie, isiyo tena kwako ikawa karaa na kuanza kuwaza vitu vingine. Asante, nitashukuru kama itakuwa hivyo. Usijali mama, kila kitu kitakuwa sawa. Nilizungumza hivyo huku nikiendelea kupita chumvini. Mitetemo, kupagawa, kuchanganikiwa, vitu vyote hivi vilimkumba Bi Mkubwa. Alichanganikiwa kweli kweli kidume niko chumvini, lakini wakati huo tayari kabisa bwana nimeweza kutupia dole kwenye barabara kwa Mpalange kule kwenye Tigo Pesa. Naendelea kuluka kwenye mlango kwa Mpalange kabla kabisa sijaweza kuingia na kidole kule ndani kabisa kwa Mpalange. Nilicheza napo pale kwa spidi kubwa sana kwenye ile barabara inayopita kuelekea kwa Mpalange kuelekea Buza huko Kariakoo. Hapo ndipo nikazidi kumuona Bi Mkubwa akichetuka kweli kweli, yani kama mtu ambaye alikuwa ameweza kulukwa na akili. Nikasema hapa leo ama leo kweli kazi ipo.
kuna kale kamsemo ambako kametrendi sana Facebook, kametrendi sana Instagram kwamba leo kazi ipo. Nikasema hapa leo kweli kazi ipo. Namna ambavyo alikuwa anatetema ni kama mtu ambaye alikuwa ameweza kupigwa shoti. Sasa ile mitetemo ya kutetemeka kama mtu ambaye amepigwa shoti iliweza kusababisha jamani, nianze kuona mitetemo mingi ya kwenye mshendele, yani mshendele ukaanza kunesanesa kwelikweli, jambo ambalo likawa linanitoa urofu na kuzidi kuchanganikiwa kwelikweli, nikitamani kuweza kutandika bakola fasta, lakini nikasema acha kwanza nitembee hivi hivi mpaka nihakikishe kwamba bi mkubwa akili imeweza kumkaa sawa. Jimmy, jamani naona sasa, yani mimi aisee kiukweli jamani Jimmy, yani mimi nafika tu kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Nimejitahidi sana kuzuia nisifike, lakini acha nifike tu. Na naomba nikifika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro basi nitandike na hilo tango jamani. Hilo tango nitandike nalo tu, na tango lingine nipe nilitafune nile nishibe tu, ili kuweza kukata kiu na njaa ambayo nilikuwa nayo. Alizungumza hivyo wakati huo akiwa anatetemeka kweli kweli. Kidume nikasema usijali bi mkubwa, tango hili utalitafuna tu na utashiba, na kwa hakika kiu itakukata. Lakini kwanza ngoja nikuchezeshe kinyamazongo ili kwamba akili iweze kukukaa sawa. Yani popote ulipo ukinifikiria mimi, usinifikirie kama mtoto wako ambaye uliliweka tumboni miezi 9 bana. Nataka unifikirie kama mtoto wako, lakini mbali zaidi uingie na kuweza kunifikiria kama bwana kijana ambaye nakufikisha katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Baada ya kuweza kusikia bi mkubwa amezungumza vitu kama hivyo kwamba kwa sasa anahitaji kuweza kufika katika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, nilichokifanya nikaanza kuongeza spidi ya kuweza kumpitisha kule kwenye barabara kwa mpalange, na hasa zaidi kwamba kidole nilikuwa nakipitisha vyema kabisa kuna kutundu la Tigo Pesa na kuendelea kumchetua huku nikiendelea kuzama chumvini kweli kweli. Alichetuka bi mkubwa, sikwambie mtu. Dakika 2 mbele nikamwona kabisa bi mkubwa ameshafika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, na sasa alikuwa na hema kwelikweli, maana kupanda katika huu mlima ilikuwa ni hatari kwelikweli, lakini wazungu alikuwa ameshaweza kuwarusha huko nyuma, wengine wanaruka mpaka kwenye sura yangu, niliwachukua na kuweza kuwalamba na kuwameza. Jimmy, na kusikiliza bi mkubwa, umeamua kuwameza hao wazungu ambao mimi ninavyopanda kwa mpalange nimechoka kufika huko kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro jamani huko juu, alafu wazungu nimewarusha chini, wewe umewachukua na kuwameza. Na wameza sasa, nisipomeza wazungu ambao bi mkubwa ameweza kuwatupa, nitameza wazungu gani tena? Jamani Jimmy, mbona unazidi kunichanganya akili wewe? Na kuchanganya akili kivipi mama? Unanichanganya akili, yani kwamba wewe yani umekubali kabisa kila kitu, yani mpaka wazungu na wameza kweli Jimmy? Lazima ni wameze. Tunapokuwa katika mizuka mizito kama hii, siwezi kuogopa kabisa kwa meza wazungu, kwani ni kitu cha kawaida tu kuweza kuwameza wazungu. Kwani uona ufia nini bi mkubwa? Jamani mimi siofii kitu, ila naonaga kuna wengine wanaona kinyaa kwelikweli kwa meza wazungu. Mimi nawameza mpaka Wachaga, wala usiwaze kabisa bi mkubwa. Alikuwa anazungumza hivyo tayari kabisa akiwa anatetemeka kwelikweli, na hii inamaanisha kwamba baridi ya kule kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro ilikuwa ni kali na iliweza kumfanya bi mkubwa atetemeke kwelikweli na kuzungumza vitu kama hivyo. Kiukweli Jimmy, nimechoka sana kupandisha huu mlima wa Kilimanjaro bila kuweza kupata msaada wa fimbo yako. Kwa sasa nahitaji fimbo yako ili kwamba nitakapoweza kurudia raundi ya pili kuweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro niweze kujisikia vizuri. Maana kupanda mlima bila kuweza kupata support ya fimbo yako, kiukweli siwezi kufika huku kwenye mlima huu vizuri jamani Jimmy kijana wangu. Usijali. Nafikiri kwamba wakati mwafaka ndo huu sasa. Basi sawa. Naomba nipatie hii fimbo yako, naomba nipatie hilo tango nilitafune sasa. Baada ya kuweza kugundua kwamba nyakati ndo hizi sasa za kuhakikisha kwamba anampatia tango analitafuna, anakula na shiba tunda hili zuri kabisa, basi bi mkubwa aliacha kabisa kuweza kuendelea kunisusia alichokifanya. Aliweza kushuka kwenye uwanja wa mapambano na kuweza kushuka chini, na kidume nilikuwa nimeweza kukaa kwenye uwanja wa mapambano, na maanisha kwenye 6 kwa 6. Na baada hapo ikabidi niweze kusimama, na bi mkubwa aliweza kupiga magoti kabisa, ni kama vile alikuwa anaomba msamaha, lakini kumbe alikuwa analiomba tango. Na hapo ndipo ikathibitika lile neno la kwenye simulizi yetu nzuri kabisa ya kwamba bi mkubwa anataka tango master. Bwana
aliweza kukamata tango master vizuri kabisa bila hata kulimenya maganda, akalitupia kunako mdomo na kuanza kulitafuna design kama analipigisha mswaki hili tango. Ibana, mpenzi msikilizaji, kama wewe unapenda video za Mizagamuo, video za watu kupelekeana matango kwelikweli kama hivi, basi video za watu kupelekeana matango kwa mpalange, kupelekeana matango kwenye visima, tunazo pale WhatsApp. Njoo pale WhatsApp ni kuunge na grupu letu kubwa kabisa la video za kupelekeana matango za kibongo na za kizungu, video za minyanduo, Mizagamuo, video za kupelekeana moto, ziko pale WhatsApp na sisi tunazo pale, na tuna grupu letu kubwa kabisa ambalo tumeliandaa kwa ajili yako. Grupu hilo limeandaliwa kwa ajili yako wewe ambaye unapenda kutazama live bila chenga, vitu kama hivyo, lakini gharama yake ni shilingi 15,000 tu, yani kwa shilingi 15,000 ukija pale WhatsApp nitakuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za Mizagamuo, na utakuwa ukipata video za Mizagamuo, video za minyanduo kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Kikubwa utakapoungwa kwenye grupu, zingatia sana kuishika ile tarehe ambayo umeingilia, ili kwamba tarehe hiyo ikifika unalipia ili uendelee kusalia tena kwenye grupu. Gharama yake ya kuweza kuungwa na video za kupelekeana moto, kupelekeana matango, nimekuambia ni shilingi 15,000. Je, unayo 15,000 hapo sasa hivi na unapenda video hizo? Basi njoo pale WhatsApp kwa namba hii 07827197 na mwisho ni 94. Hiyo ni namba ya kuja pale WhatsApp ili kwamba uweze kupata burudani nyingine za kutazama live bila chenga kunapo grupu letu kubwa kabisa la video za Mizagamuo. Karibu pale WhatsApp, na ukija pale WhatsApp usema oi, nahitaji kuungwa na grupu lenu kubwa kabisa la video za kupelekeana moto, mapema sana utapewa namba kulipia, na ukishalipia utaungwa na grupu letu. Basi utakuwa mle ndani ya grupu na utaendelea kububuleka ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. Karibu kwa namba hizo. Kama umesahau namba ni 07827197 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp sasa hivi, tupo online, tunakusubiri wewe. Yani ukija tu ukituma meseji hoi, nahitaji kuungwa na grupu lenu la video za Mizagamuo, mapema sana utajibiwa muda huo huo, na muda huo utaanza kupokea video. Ukishalipia pesa utaungwa na kuanza kupokea video, sio kesho wala baadaye, ni sasa hivi. Njoo pale WhatsApp ili kwamba uweze kupata burudani. Bwana, mzigo unaitwa Mama Anataka Tango Master la kwangu. Kwa nini mama anataka tango? Bwana, leo tupo katika sehemu ya 4, tunazidi kukimbizana na hii simulizi nzuri, tamu na tena ya kusisimua. Wale mnaofuatilia sehemu ya 3 mnaelewa nini kinachoendelea. Ni moja kati ya simulizi nzuri, ni moja kati ya simulizi safi kabisa ambayo inafaa kusikilizwa na kuweza kupata burudani, lakini pia kuweza kujifunza. Leo tupo katika sehemu ya 4. Hakikisha umebonyeza neno subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kupata sehemu ya 5 pale tutakapoweza kuiachia, lakini pia kuweza kupata simulizi zingine kali zaidi ambazo zitakuwa zinaachiwa kwenye channel bomba kabisa ya simulizi za Mautamu. Bwana, leo tupo katika sehemu ya 4, tunasonga na simulizi hii kali kweli kweli, na tunasonga kama hivi. Bi mkubwa alikuwa tayari kabisa ameshaweza kukamata tango master, na tayari kabisa alikuwa analitafuna tango likiwa na maganda hivyo hivyo. Kiukweli ilimaanisha kabisa kwamba bi mkubwa alikuwa na njaa, alikuwa na kiu, alikuwa na mizuka ya kuweza kukamata ile tango na kuweza kulitafuna. Kidume nilikuwa nikimtazama tu namna ambavyo alikuwa ameweza kulikamata. Aliweza kulichezesha kinyamazongo mpaka nikasema ama kwa hakika jamani, ama kweli alioimba Dunia Tamu hakuweza kukosea. Bila shaka alikuwa ni Malio alioimba Dunia Tamu, Dunia Chungu. Dunia tamu unapokutana na mambo kama haya, lakini dunia chungu unapokutana na mambo mabaya. Kwa mfano, dunia tamu unapokuwa unazagamua, lakini dunia chungu inapokuja swala la kuweza kumtumikia shetani, na unafanya hivi eti kwa sababu ya shetani amekuamuru kwamba uweze kufanya. Nikaanza kujihisi nipo katika ulimwengu mzito kwelikweli, na hii ni mara baada ya tango langu kuweza kukamatwa vyema kabisa na bi mkubwa, na alikuwa analitafuna. Aise,
Mdomo wa Bi Mkubwa ulikuwa na joto kali sana, hivyo hata tango lilipokuwa likitafunwa, kiukweli mimi nilikuwa nachanganyikiwa sana, maana nilihisi kabisa kwamba kwa sasa nipo kwenye kisima. Kumbe sipo kwenye kisima bwana, nipo kwenye mdomo tu. Jamani, dunia ina mambo tena toka kitambo. Bi Mkubwa alikuwa ni fundi sana wa kuweza kulichezea tango, yani alikuwa ni fundi sana wa kuweza kulitafuna tango bila yule anayetafunwa tango lake kuweza kusikia maumivu. Nikajikuta naanza kupiga makelele mengi kweli kweli, na hii ni mara baada ya Bi Mkubwa kuweza kucheza na tango vizuri na kuweza kulikoki na kulichezesha kinyamazongo kweli kweli. Jimmy alizungumza hivyo Bi Mkubwa baada ya kuwa sasa tayari tango amelitafuna na sasa amelitoa tango, anataka kuzungumza na mimi. Maana si unajua uwezi kuzungumza huku ukiwa unakula, na hasa kitu kama tango kikiwa tayari kabisa kipo mdomoni mwako. Uwezi kuzungumza huku ukiwa unakula tango bwana. Ilibidi tango aweze kulitoa kwanza ndipo aanze kuzungumza na mimi. Unasemaje Bi Mkubwa? Niliweza kumuuliza swali kama hilo. Mbona kama unagugumia sana? Je, na mimi ni fundi kweli kweli kucheza na tango lako? Maana naona hujanipa sifa. Mimi mbona nilikupa sifa? Yaani Bi Mkubwa hata sijui kwamba nizungumzeje. Lakini kiuhalisia ni kwamba nimekupa sifa zako zote kiukweli mimi jamani, na unanipo katika dunia gani sijui. Yaani hata sijitambui mimi. Yaani naona kama nipo sijui kwenye ulimwengu wa 7 huko, sijui kwenye ulimwengu wa 6. Yaani na hapo kwenye Bi Mkubwa ameweza kunikata tu mizuka, lakini kiukweli bila kuweza kukata mizuka Bi Mkubwa aise, ama kwa hakika nilikuwa naweza kuwatupia wazungu umo kwenye mdomo. Yaani nilikuwa nimeshachanganyikiwa Bi Mkubwa, nikiwatupa wazungu umo tu. Bi Mkubwa, mimi naomba tu kamata tango, endelea kulitafuna, alafu mimi niweze kuwaita wazungu niwatupie humo. Kwani na wewe unataka kuwatupia wazungu kwenye mdomo? Ndio, mimi mbona umewatupa wazungu? Nimewachukua wote na kwa meza kabisa wazungu wako, wala si kwa tema. Je, wewe kwani hutaki Bi Mkubwa kuweza kumeza wazungu wangu? Naanzaje kutotaka kumeza wazungu wako? Alizungumza hivyo huku tayari kabisa akiwa anaendelea kucheza na kengele ambazo zilikuwa zinaning'inia tu, yani kama zingepigwa basi wanafunzi wangeweza kukimbia haraka haraka kuingia darasani au wangeenda kuhesabia namba. Kengele zilikuwa zinaendelea kuyumbayumba tu. Bi Mkubwa alikuwa ameweza kukamata hizo kengele na kucheza nazo vizuri kabisa, huku tango master likiwa ni hatari kweli kweli, yani tango master lina hasira kweli kweli. Basi fanya hivyo Bi Mkubwa, maana naona kama akili yangu ina data na kuluka, yani kama nimeweza kuvurugwa bibi. Nilizungumza hivyo kiukweli wakati huo nilikuwa tayari kabisa nimekwenda kukaa kwenye ule uwanja wa 6x6. Nilikuwa nimeweza kukaa pale kwenye uwanja wa 6x6 na tayari kabisa Bi Mkubwa alikuwa ameweza kusogea na kupiga magoti na kuweza kukamata tayari kabisa tango kwa ajili ya kuweza kulitafuna tena, maana nahisi alishagundua hata mimi nilikuwa na njaa kweli kweli ya kuweza kutafunwa tango. Alicheza nalo tango dakika chache tu, na kwa hakika kidume nikashuhudia kabisa kwamba wazungu wengi nikiwareta na kuweza kuwatupa kwenye mdomo wa Bi Mkubwa, na Bi Mkubwa aliwakamata wale wazungu na kuwatafuna wote na kuwameza. Nimezilisha kwamba hata mimi nimekubali kile ambacho umeweza kukifanya. Alizungumza hivyo Bi Mkubwa baada ya kuweza kuwameza wazungu, na hapo mimi nilikuwa hoi bin taabani kabisa. Kuwashusha wazungu bwana sio poa, lazima uchanganikiwe na kuchoka kweli kweli. Sikuweza kuzungumza kitu, nilikuwa naye majuujuu kama nimekimbia umbali mrefu kweli kweli. Bi Mkubwa baada ya kuweza kugundua hivyo akaona kwamba time ndo hii kabisa, kwa sababu tango lilikuwa tayari kabisa limeloana na wazungu wengi wameloanisha lile tango. Nilipokuwa nimeweza kujilaza kwenye uwanja wa vita huku nikiwa nimeliacha tango lilikuwa linazidi kusichi mnala, Bi Mkubwa akaona nafasi ndo hii, kwa sababu alikuwa yupo kichele. Napozungumza kichele ni kwamba alikuwa yupo kama ambavyo amekuja kwenye hii dunia, yani alikuwa yuko ana kitu chochote. Yani napozungumzia bwana, yani nikitazama pale kifuani nilikuwa nikiona embe boribo namna ambavyo zilikuwa zimeweza kujazika, lakini pia zilikuwa embe boribo ambazo sio kwamba zimeiva na kulojeka, hapana, zilikuwa bado ni ngumu tu, kwa sababu mtu wa mwisho kuweza kuzinyonya embe boribo hizi nilikuwa ni mimi, kunyonya embe boribo za Bi Mkubwa, na Bi Mkubwa alikuwa hana tena mtoto mwingine zaidi yangu. Sasa embe boribo zilikuwa bado zina ushikamano ule ule, zilikuwa zimeiva, zinatomasika vizuri, lakini hazikulobwanika. Yani zilikuwa ni embe boribo fulani ambazo bado zilikuwa ni nzuri tu kwa kuweza kutafunwa. Basi Bi Mkubwa baada ya kuweza kugundua kabisa kwamba nilikuwa nimeweza kujitupa kwenye uwanja wa vita, alikuja kwa ajili ya kuweza kuniokoa. Alichokifanya Bi Mkubwa, alikuja na kuweza kupanda juu kabisa ya lile tango na kuweza kulitupia tango sasa
Kwanza alianza kwa kuweza kulitupia tango kwenye ikulu ili kwamba tango liweze kuchukua maji kwenye ikulu na liweze kuwa na wazungu wengi, alafu baada ya hapo lile tango aenda kalitupe kwenye barabara kwa Mpalange. Basi mimi wakati nikiwa nimechoka kwelikweli, yani kwamba ndo wakati huo ambao kidume nimeweza kufika kunako kilele cha mlima wa Kilimanjaro, ikiwa nimefika bila msaada wa kisima cha Bimkubwa. Basi Bimkubwa akagundua kwamba kwa sababu wote tulikuwa bila, sasa hapa ndo tunakwenda kuicheza mechi vizuri. Bimkubwa aliweza kupanda kwenye mlima, aliweza kukamata tango na kuweza kulitupia kunako ikulu, na baada ya hapo akaanza kulichezesha kinyamazongo kwa kwenda juu na kushuka chini, jambo ambalo likazidi kunivuruga na kunichanganya kwelikweli. Nilikuwa nimechoka na kuweza kujitupa hapa kunako hii ikulu kunako huu uwanja wa vita, nimechoka na kujitupa chali, lakini nilivyoweza kugundua kwamba tayari kabisa tango lilikuwa lipo kwenye ikulu, basi nikagundua huu ni wakati wa kuchakalika ili kwamba tuweze kuanza kile ambacho kinatakiwa kianzwe. Muda ulikuwa unazidi kusonga, ilikuwa ni saa 5:30 usiku kuelekea saa 6 huko, ndo kazi rasmi kabisa ikaanza. Alipanda na kushuka Bimkubwa, na baada ya muda nilimwona kabisa kikakamaa na kuweza kutetemeka na kuweza kutoa masauti mengi na kuweza kutoa milio mingi kwelikweli kama mtu anapigwa. Na baada hapo nilishuhudia tena wazungu wengine wakishushwa. Wazungu walitembea kwenye tango na waliweza kuzagaa kwelikweli kunako kibompoli changu, yani pale kwenye zile sehemu za kuweza kukata yale manyasi, zilizagaa pale, yani alizagaa kwelikweli. Haya mawazungu jamani, mpaka mengine akaanza kwenda mpaka kwenye kengele, lakini kidume sikuwa na hofu, niliendelea kuwafokoa wazungu mpaka nihakikishe kwamba wameisha. Jamani, wazungu hao nimewaleta, wazungu na waona hao wanakuja, wapokee tu wazungu hao kijana wangu, naomba wahifadhi sehemu ambako utaona wapo kwa usalama. Kiukweli mimi nimechanganikiwa na sijielewi tena. Jamani, hivi kwa nini dunia ina raha namna hii? Kwa nini dunia hii kuna wengine wanapata shida? Mimi nafikiri kwamba mimi shida jamani basi tena. Yaani siwezi tena kaja kukutana na shida jamani. Yaani wazungu nimeshawashusha jamani mara 2. Yaani wazungu jamani wanashuka bila hata uoga. Jamani, kama kweli dunia ni nzuri kweli kuishi, yaani sitabadi kabisa kuiacha hii dunia. Alikuwa anazungumza hivyo huku akipanda juu na kushuka chini, na wazungu walikuwa wanazidi kumwagika tu. Wazungu walimwagika mpaka kwenye uwanja, yaani walipita kwangu, wakapita kwenye kengele, wakaenda moja kwa moja mpaka kwenye uwanja wa vita. Wazungu wakajaa, yani kana kwamba mimi ndo nimeweza kuwatema wale wazungu. Kumbe wazungu walitoka kwa BIC. Bimkubwa hii siku leo nilichanganikiwa sana, sijui ni kwa sababu tayari kabisa alikuwa ameweza kuchezeshwa kinyamazongo kule kwa Mpalange, ndio maana alikuwa ameweza kupagawa kiasi hiki. Yani mimi kiukweli hata sikuelewa kwamba kwa nini Bimkubwa alikuwa na bizuka ile uzidi kiwango namna hii. Yani kwa nini alikuwa amechanganikiwa kiasi hiki? Kiukweli hata sikuelewa . Basi mimi nilipoweza kugundua hivyo, kwa sababu nilikuwa nimeweza kulala kwenye uwanja wa vita na sikutaka kabisa kuleta vurugu, basi ilibidi niliweza kumuona Bimkubwa akiwewezeka, akipagawa akizungumza maneno mengi asiokuwa na akili. Basi nilimbana vizuri ili kwamba siweze kukurupuka. Alitulia kimya. Bimkubwa aliweza kutulia kimya. Basi tukaanza kubadilishana juisi za miwa huku mimi nikiendelea kuchakalika taratibu. Baada ya muda nikaona huu ni wakati mwafaka sasa. Kama kawaida pale kunako lile sofa, nilihakikisha kwamba ninachokifanya hapa ni kuhakikisha kwamba kama alivyoweza kukaa mara ya kwanza ile ambayo nilikuwa nimeweza kwenda kununua mafuta ya nazi, basi inabidi akae tena. Alikaa ile staili inaitwa mbuzi amegoma kwenda kuchinjwa ili nyama yake iweze kupelekwa kwenye msiba. Sasa alipoweza kukaa hivyo, kidume nikasema hapa kazi ni moja tu. Basi kidume bila kupoteza muda bana, nilianza kupita kwa Mpalange kwa fujo sana. Nilikuwa napita barabara kwa Mpalange kwa fujo, niliendesha gari kwa spidi, nilitembeza tango kule kweli kwa Mpalange. Na mbaya zaidi, nilikuwa natembeza tango kwa Mpalange na nilitoa tango na nilitupa kwenye ikulu. Yaani nilikuwa nacheza kwenye ikulu, nilikuwa nacheza kwa Mpalange. Nacheza na ikulu, nacheza na kwa Mpalange. Nilicheza kote. Wakati Bimkubwa tayari kabisa mkono wake alikuwa ameweza kutupia kwenye kitumbua, na sasa alikuwa anacheza kwenye kile kimwamba ambacho huwa kinapatikana kwenye kisima, ambacho kikichezewa vizuri basi huwa kinamwaga maji yanapita kwenye bonde la ufa. Sasa alipokuwa akicheza pale kwenye kisima na kile kimwamba, basi bila kupoteza muda maji yakaanza kupita mengi kwenye bonde
la ufa na kuweza kumwagika kwenye ule uwanja wa vita. Na kidume wakati huo nilikuwa naendelea kuchezesha kinyamazongo kule kwa Mpalange. Nilikuwa natia gia nyingi na kuendesha gari kwa spidi, napita kwenye barabara kwa Mpalange kwa hasira, jasho linanitoka, mizuka imenipanda. Nilikuwa natembeza vibao kama mtu anapigwa, yani kama mtu angepita nje kwa mibao ambayo nilikuwa naitembeza kwenye mshendele, basi angejua kwamba kuna kipigo kikali huko, yani mtu na mume wake unapigana kwelikweli, hizo wamefumaniana au imekuwaje. Lakini kumbe ilikuwa sio hivyo, ilikuwa ni mambo mengine kabisa ya mizagamuo. Nilitembeza mavibao mengi kwelikweli. Niliona kwamba hapa ni wakati mzuri wa kuweza kukamata kabisa hizi chachando. Nilikamata chachando zile vyema kabisa, alafu nikawa natembeza kipigo kikali kwelikweli, na mwisho wa siku chachando nikazikata zote kabisa, maana ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni purukushani kwelikweli. Lakini uzuri ni kwamba barabara kwa Mpalange ile bana ya Bi Mkubwa ilikuwa haina kabisa matope, yani ilikuwa haina kabisa maji machafu, yani yale maji ya mtoloni hayakutoka kabisa. Nilishangaa kwa nini, na ikiwa ndo mara ya kwanza tunapita kwenye hii barabara, lakini barabara inaonyesha kwamba haina yale maji machafu yenye kunukanuka. Ili kaje? Nikasema itajua yenyewe. Kiukweli niliweza kuitandika bakola nyingi sana hii barabara kwa Mpalange. Siku na watu wanasemaga kwamba ichape mpaka ichanganikiwe. Sasa mimi nilichapa hii barabara kwa Mpalange mpaka nikaona kabisa na kwenda kubaki kwa kengeza. Maana nilikuwa naingiza gari langu kwenye barabara kwa Mpalange alafu nalitoa. Sasa nikiingiza gari kwenye barabara kwa Mpalange nikitembea kwa spidi sana, alafu nikitoa gari ndani ya barabara hiyo nikichungulia hivi, bwana, naona tundu la Tigo Pesa likiwa liko hoi kabisa, liko wazi. Hii inamaanisha kabisa kwamba nimeshakula jicho mpaka jicho ndo limeanza kubaki kengeza, yani ndo hii. Nilikuwa nimechanganikiwa. Ni kama vile akili nilikuwa sina. Usiniulize kwa nini akili nilikuwa sina. Kama ungefuatilia hii simulizi toka mwanzo, basi ungeweza kugundua kwamba kwa nini mimi nazungumza hivi. Najua unaweza kuanza kuleta si unajua nini huyu jamaa. Hapana, cha huyu jamaa. Nikasema hapa ni kazi juu ya kazi tu. Nikasema hapa ni kichapo kizito, lazima akipata ile akili iweze kumkaa sawa, bila kuweza kupigwa kipigo kikali akili iweze kumkaa sawa huyu. Nilimtembezea kipigo kikali kweli kweli. Nilitembeza kipigo ambacho kiukweli Bi Mkubwa mwenyewe alizungumza lugha zote za kwenye ulimwengu, lakini hakuweza kuzimaliza. Kiukweli nilitafuna kama samaki kibua, nilitwanga na kukoboa. Ama kwa hakika hii siku ya leo alichanganikiwa, kwa sababu kwanza nilikuwa nimeshaweza kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro. Hivyo nilikuwa tayari nimeshapigwa na ubaridi na nilikuwa nimeshaweza kupoa. Kwa maana nilikuwa nina pawa kubwa kulikweli kuendelea kumtandika na kumpiga kipigo kikali Bi Mkubwa ili akili iweze kumkaa sawa. Kiukweli ilichubuka sana, na hata yeye pia ilikuwa nimechubua ese. Maana sio kwa kipigo hiki, kilikuwa ni kipigo kizito. Ilikuwa ni saa 5 kama na nusu, lakini mpaka sasa hivi ni saa 7 ni bado kipigo kinaendelea tu. Ni maswala tu ya kuhakikisha kwamba anakaa hivi, anatoka kumkao huo, anakaa hivi, anakaa vile, anakaa hivi. Mambo yalikuwa mazito mpaka kabidi tuhame hapa kucheza mechi za mchangani. Sasa tukahamia kwenye uwanja wa Taifa. Yani tulikwenda sasa kule chumbani kwake Bi Mkubwa kwenye ule uwanja mkubwa wa Taifa, uwanja wa 6x6 wenyewe. Kule pia ilikuwa ni hatari. Kilikuwa ni kipigo tu. Na ndipo kuna muda fulani niliona kama Bi Mkubwa akiwa ameshapoteza network. Alafu akanambia kwamba vile vitu ambavyo vitakuwa vinatoka kwenye barabara kwa Mpalange nijitahidi sana kuvichukua na kuviweka, sio kuna kikopo fulani alikuwa ameweza kunikabidhi. Basi kidume nilikuwa naongeza kasi ya kuweza kuingia kwenye barabara kwa Mpalange na kutoka. Na hatimaye nikaanza kutoka na vitu fulani vyeupe hivi kwenye ile barabara kwa Mpalange. Basi nikawa navichukua vile vitu vyeupe na kuweza kuviweka kwenye kikopo kama Bi Mkubwa ambavyo alikuwa ameweza kuzungumza. Nafikiri ilikuwa ni ile nya nyepesi nyepesi, au kwa Kiswahili fasaha yalikuwa ni yale mavi mepesi mepesi ambayo alikuwa natoka kule kwenye mtaro kwa barabara kwa Mpalange. Niliweza kuyachukua yale na kuweza kuyaweka kwenye kikopo, lakini kazi ilikuwa ni kazi juu ya kazi. Kipigo kilikuwa ni kipigo juu ya kipigo. Nilifanya hivyo huku nikiendelea kuchukua vile vitu vyeupe na kuweka kwenye kikopo, vitu vyeupe na kuweka kwenye kikopo. Baada ya muda nilisikia kabisa kwamba Bi Mkubwa akiwa analalama kwamba tayari ameshaweza kutaiti, yani amechoka ile mbaya, hawezi tena kuendelea safari hii ambayo tunapita kwenye barabara kwa Mpalange na kuweza kufika kwenye mlima wa Kilimanjaro. Akasema kabisa kwamba mimi siwezi kufika, sitoweza kufika tena, inaishia njiani, kwa maana naona mizuka ya kufika kwenye hiyo barabara imeniisha kabisa kijana wangu. Kitu ambacho naona tu kila kitu kwenye mwili wangu ni kama kinauma. Yani naona kwenye barabara kwa Mpalange kuna pita moto,
lakini pia naona kwenye kisima kuna pwita moto, yani hata sielewi. Kijana wangu nimechoka, nionee huruma jamani, usije ukanipiga kipigo kikali na kuweza kuniua mimi mwenzako. Kumbulaga nene be, kumbulaga muyago, kumbulaga mimi, kumbulaga muyago be mwana be ndauli be, kumbulaga muyago. Alizungumza vitu kama hivyo bi mkubwa, lakini kiukweli mimi sikuweza kumuonea huruma wala kumwombea msamaha. Ilikuwa ni kipigo juu ya kipigo tu. Alizungumza kwamba kumbulaga muyago, kumbulaga nene be ndauli be mwana be. Nikasema usijali bi mkubwa, leo lazima uzungumze lugha zote za kwenye ulimwengu. Bana, nazidi kukuelekeza na nazidi kukuambia na nazidi kukukumbusha. Yawezekana kuwa unasikiliza simulizi kali kama hii, lakini una mizuka imeshakuwa mingi na ulikuwa unatamani pengine katika kusikiliza simulizi kama hii ungeweza kutazama live bila chenga vitu ambavyo vinaendelea. Sikia nikwambie, kama unapenda kutazama live mtu akipelekewa tango bila uoga, yani watu wakipelekeana matango, sasa video za kupelekeana moto, video za kunyandwana, video za kupelekeana moto kwelikweli, tunazo pale WhatsApp. Sasa kama unapenda kuzitazama video hizo live bila chenga, basi njoo pale WhatsApp ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo, video za kupelekeana moto, video za minyanduo, video za kupelekeana matango. Gharama yake ni shilingi 15,000 tu ili uweze kuungwa kwenye grupu letu kubwa kabisa la video za kupelekeana moto, za kibongo na za kizungu. Zinapatikana pale kwenye grupu letu. Gharama yake nimeshakwambia ni 15,000. Je, unayo hiyo shilingi 15,000 hapo sasa hivi na unapenda sana video hizo? Basi njoo na 15,000 pale WhatsApp kwa namba hii. Bana, 07 82 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp kwa namba hiyo ili kwamba tuweze kukuunga na grupu letu kubwa kabisa la video za mizagamuo. Gharama yake nimeshakwambia ni 15,000. Kikubwa utakapoungwa tu kwenye grupu baada ya kuweza kulipia 15,000, kitu cha kwanza zingatia sana ile tarehe ambayo unaingilia, ili kwamba tarehe hiyo itakapofika tu utalipia tena. Wengi wanasemaga bana, mbona tarehe kama haijafika, sijui imekuaje, sijui unajua nini bana, mimi mwenzako sijui vitu gani. Sikia, sisi tunaisave ile tarehe ambayo unaingilia. Kwa siku hiyo ikifika kwenye tarehe hiyo tunakukumbusha, na ukizingua manake tunakutoa kwenye grupu, unakuwa uendelee tena kupata mavitu kunapo grupu. Kwa hiyo changamka, njoo pale, tuko online sasa hivi. Ninapokuambia sasa hivi tuko online, tunakusubiri wewe. Na ukija pale sema oi, nahitaji kuungwa na grupu la video za mizagamuo, nipeni namba nilipie mapema ili kwamba niweze kuungwa. Basi sisi tunakuwa hatuna noma, tunakupatia namba, unalipia chapu, tunakuunga, unaendelea kupata burudani ndani ya grupu. Changamka sasa hivi, tuko online. Sasa wenzako wengi wanazidi kupata burudani. Sasa wewe unasubiri nini mpaka muda huu? Changamka hizi. Kama umeisahau namba ni 07 82 71 97 na mwisho ni 94. Karibu pale WhatsApp. Tunazidi kusonga na huu mzigo mkali kabisa ambao unaitwa Mama Anataka Tango Master langu. Kwa nini Mama Anataka Tango Master? Tunasonga kama hivi. Nimeshakwambia kwamba simulizi hii sio kwa ajili ya kuweza kuleta uhuni, hapana. Simulizi hii ni kwa ajili ya kuwafunza watu. Kwa sikiliza kwa umakini uweze kujifunza. Lakini hakikisha kwamba umeshabonyeza neno subscribe, umegusa alama kengele, umeshare, umelike, umecomment. Hapo unakuwa umeenda sawa na sisi na unakuwa umefanya majukumu yako kama shabiki. Bwana, tunasonga kama hivi. Bi mkubwa alikuwa yuko hoi kabisa katika uwanja wa mapambano wa 6 kwa 6. Alikuwa ameshapoteza network. Yaani kama gari au meli basi ilikuwa imeshaweza kupoteza dira. Hivyo alikuwa anakwenda msobe tu. Na kitu chochote kikianza kwenda msobe basi kinakuwa hakifai tena. Ukishaona hata ndege imeanza kwenda msobe, jua kabisa hapo kinachokuja kutokea ni madhara tu. Ukiona binadamu amelewa pombe mpaka anaanza kwenda msobe, yani ninapozungumzia msobe ni mtu ambaye hajui anapoenda kokote, kwenye mtu anaingia, kwenye shimo anaingia, kwenye nini, yani haelewi chochote. Unajua huyo mtu kashapoteza kabisa network. Kwa Bi mkubwa alikuwa kashapoteza network kabisa. Yani kwamba anakwenda msobe. Nikaona hapa aisee sijakakata kamba bure. Iliweza
Kufika kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro, Bi Mkubwa nilimwacha njiani. Kiukweli alikuwa amechoka, nikamburuza na kuweza kumfikisha juu kabisa kwenye kilele cha mlima wa Kilimanjaro naye pia. Baada hapo tulipumzika kwenye kilele hicho cha mlima wa Kilimanjaro tukiwa katika uwanja wa vita, huku tukipiga stori 2-3 na kuendelea kusifiana. Mama, hivi una uhakika kabisa kwamba hichi ambacho kimefanyika kinaweza kikabadilisha maisha kama ambavyo umeweza kuzungumza kwamba mganga alikwambia hivyo? Ndio mwanangu, kwanza mimi nikupe hongera. Wewe ni mtu hatari jamani. Yaani kutokea sijui ile saa 2 sijui saa 3 mpaka hii saa 9 jamani. Niko hoi. Jasho limenitoka mpaka limekauka. Yaani jamani, hapa nilipo sijui nifanyeje. Yaani hata sielewi. Kwanza nikupe hongera. Mbali na kwamba tumepita barabara kwa mpalange na vitu vingine vimetokea, lakini mwanangu ni kiboko. Sijutii kabisa mimi. Tena nafurahi mganga kuweza kusema kwamba tukishakuwa tumeanza tu mambo ya misagamuo, basi mtu asijaribu kwenda kwa mwingine, yaani mtu asijaribu kufanya kitu chochote. Mimi nimefurahi. Nimefurahi kweli kweli kijana wangu. Nafurahi. Kitu cha kwanza nakupenda kama mwanangu, lakini kitu cha pili, yani kwako ndo nimezama, ndo nimedata, ndo nimekufa, yani kwingine mimi sioni. Unanielewa Jimmy? Mimi nakuelewa mama. Lakini swali langu ni kwamba hichi ambacho tumekifanya ni kweli kitabadilisha maisha kama mganga alivyoweza kusema kwamba tukiweza kufanya mambo ya mizagamuo tu na hasa kwa mpalange basi maisha yatabadilika? Ona mama, sasa hivi maisha yetu hata feni yenyewe imekuwa shida hapa, na unasema kabisa kwamba kuna pwita, kuna waka moto kuko kwa mpalange. Sasa ungejipuliza hata na feni ili kwamba kukae sawa. Ni kweli mwanangu, ningejipuliza hata na kaupepo ka feni, lakini ndio hivyo jamani, maisha yetu magumu. Lakini nikuhakikishie kwamba ule mganga hajawahi kudanganya. Si umemwona Mama Chazi, maisha yake yamebadilika kabisa. Kwa hiyo hata sisi maisha yetu lazima yabadilike. Ondoa shaka, nafikiri kwamba kila kitu kimeshaisha. Kwa hiyo tusubiri tu utajiri tutakavyoendelea kuishi, tutakavyoendelea kuona. Umenielewa mwanangu? Mama, hamna shida. Mimi lengo kubwa ilikuwa ni kutaka kujua tu kwamba huu utajiri tutaupata kweli au ndio atakuwa mambo ya miusho tu. Usijali. Kwa mama, lini sasa huo utajiri huo utaanza kuonekana? Maana sioni hata dalili hapa. Kesho na mpango nikutane na Mama Chazi tuzungumze, turudi tena kule ili sasa nikamwambia mganga kwamba kila kitu kimeshaenda sawa. Basi sawa mama, hakuna shida. Tulipiga stori 2-3 na hatimaye kila mtu alipitiwa na usingizi, na maanisha kwamba usingizi uliweza kutupitia. Baada ya usingizi kuweza kutupitia, basi ikabidi tulale. Kiukweli hii siku ya leo nililala huku tena kwa Bi Mkubwa. Nililala kwenye uwanja wa 6x6 kwa Bi Mkubwa, na hatimaye usiku ulifika vizuri na usiku ulipita vizuri, na hatimaye asubuhi iliweza kufika. Asubuhi ilipoweza kufika, Bi Mkubwa kama kawaida aliweza kuniachia pesa kuweza kutumia hii siku ya leo. Aliniachia hiyo pesa, baada hapo akaniaga kwamba anaondoka anaelekea kwa rafiki yake, maana alikuwa ameshazungumza naye kwenye simu. Basi mimi nilikuwa hoi kabisa. Bwana, ule usiku nilikuwa sijachoka sana, lakini hii asubuhi bwana nilikuwa nimechoka kama nimepigwa. Jamani, kumbe kupita barabara kwa mpalange na mikito sio kitu cha kawaida. Lazima uchoke kuendesha gari kama Bi Mkubwa. Bi Mkubwa alikuwa na mshendele, asikwambie mtu. Mshendele. Kwa Bi Mkubwa ikabidi aweze kuniaga hapa. Jimmy mwanangu, mimi ndo naondoka naelekea kwa rafiki yangu Mama Chazi kwa ajili ya kwenda huyo mganga ili sasa maisha yetu yaweze kubadilika. Sawa mwanangu? Nimekuelewa mama. Mimi nikutakia safari njema. Na wewe jamani ubaki salama. Yaani wewe Jimmy umekata mpaka shanga jamani, mbona ni hatari sana. Mama, hivyo vitu usizungumzie bwana. Basi sawa, mimi ngoja acha niende
Nitarudi baadaye. Sawa Jimmy, hakuna shida, pesa hiyo hapo nimeshakuachia. Okay, hamna shida mama. Kiukweli mama aliweza kusema, mama alisepa. Mama alielekea huko kwa rafiki yake ambaye ni Mama Chazi kwa ajili ya kwenda kwa mganga, kwenda kumwelekeza mganga kwamba kila kitu kimeenda kama vile ambavyo mganga alikuwa anataka kiende. Basi asubuhi kama hii mama aliweza kufika kwa rafiki yake Mama Chazi, na alipoweza kufika mama aligonga na hatimaye aliweza kuingia, na Mama Chazi alikuwa ameshaamka kabisa asubuhi hii. Kwa hiyo walikaa pale mezani wakaendelea kupata kahawa na vitu vingine, huku wakaendelea kupiga stori namna ya kuweza kuelekea kwa huyu mganga ambaye anapatikana huko Bagamoyo huko asubuhi hii ya leo. Shosti, kila kitu kimeenda sawa. We Mama Jimmy, kila kitu kimeenda sawa kweli? Ndio, kimeenda sawa. Hapa napokuambia, yani mwepesi, lakini na maumivu kila kona, yani kama nimepigwa. Jamani, ule mtoto naye ni kiboko yule. Jamani Mama Jimmy, kweli we Jimmy ni kiboko. Kwanza na tango uzito kweli, na uzito mkubwa tango lake. Ana kipigo kikali kweli, kanipiga kipigo mpaka nimechanganikiwa. Yani hapa napokuambia natembea tu najivutavuta, yani huku kwenye mpododo kunavouma. We asikwambie mtu, yani sijui hata nizungumzeje jamani. Yani we kama mimi tu, mimi mwenyewe hapa asubuhi nimeamka nimejikanda. Mwanangu Charles naye ni hatari jamani, hawa watoto tumezaa. Charles kanitembezea kipigo jana usiku mpaka akili imenikaa sawa. Yani hawa watoto sijui jamani, tuwape nini hawa? We acha tu. Yani mimi ninachokwambia Mama Chazi, utajiri wangu tu nikishaupata, kitu cha kwanza nitamwandikisha tu mtoto wangu Jimmy ndo awe mmiliki wa hizo mali. Maana yani naona moyo wangu wote upo kwake. We acha, mimi mwenyewe ndo maana hapo unapoona Charles nimemwandikisha makampuni na kila kitu, yeye ndo anaendesha. Na muda wote tunapotaka kichapo ananipa kichapo cha maana. Yani sijuti kabisa kwa na Charles kijana wangu. Yani kwanza sikutegemea kama ningeweza kupata kijana kama huyu. Kijana anatandika bakola huyu naye pia. Yani we acha tu. Okay, tuachane na hayo. Kila kitu kimeshaenda sawa Mama Chazi. Kwa hapa nachofikiri tuende basi kwa mganga ili kwamba nirekebishe hizo mambo za mwisho ili na mimi jamani niweze kuwa tajiri, niepukane na kile kinyumba kimoja na Seble jamani. Okay, basi sawa. Okay, lakini ngoja na mimi basi nipatie maji nikajikande kidogo, maana huko kwenye mpododo jamani kwa mpalange unapita na kuuma kweli, yani kama nimeunguzwa na moto. Okay, sawa, maji chemsha pale kwenye hita, au unaweza ukachemsha kwenye jiko la umeme pale, kwenye jiko la gesi, ni wewe tu. Basi mama yangu chapuchapu kabisa kabidi achemshe maji na kuweza kujikanda vyema kabisa, na baada ya hapo alikaa pale na kuendelea kupiga kahawa, akapiga stori 2-3. Hatimaye Chazi alitoka chumbani kwake na kusema kwamba anaondoka anaelekea kazini. Aliwasalimia pale na hatimaye aliweza kuondoka akaelekea kazini. Basi Mama Chazi pamoja na mamangu ambaye ni Mama Jimmy walipiga stori, na baada ya hapo walikubaliana kwamba sasa waondoke. Waliinuka na kuweza kwenda kuingia moja kwa moja kwenye gari. Waliingia kwenye gari na sasa safari ya kuweza kuelekea Bagamoyo iliweza kuanza. Njiani walikuwa wakipiga stories hapa na pale kuhusiana na utajiri. Jamani, yani mimi nikipata utajiri nitaenjoy sana. Cheki kama mwenzangu anaendesha gari kali namna hii. Utajiri ni wewe mwenyewe tu. Namna ambavyo unaweza kujizila ndivyo unavyopokea utajiri. Kwa hiyo usiwaze, mimi na imani mpaka sasa hivi yani upo kwenye hatua za mwisho, umeshakula ng'ombe mzima, umeshakula na mkia. Hapo unachosubiri ni matokeo tu. Wewe twende kule kwa babu akatuambie nini kinachoendelea. Basi sawa. Walipiga stori nyingi sana njiani. Na hatimaye waliweza kufika sehemu ambayo huyo mganga ndio huwa anapatikana. Basi mama pamoja na Mama Chazi walipaki gari njiani, na baada hapo akaingia kwenye kile kinjia sasa kuelekea kwa huyo mganga. Na hatimaye kama kawaida asubuhi hii walimkuta ule mganga akiwa na watu wengi kweli. Walipokelewa na kuweza kuwekwa sehemu, wakaambiwa tulieni hapo mtaitwa. Walikaa pale wakisubiri mganga aweze kumaliza kile ambacho alikuwa anawafanyia watu wengine, maana huyu mganga alikuwa ni mganga kweli. Alikuwa na watu wengi kweli ambao wanapaki magari na kuja hapa. Yaani ungekuja hapa na kukuta magari jinsi yanavyopakiwa hapa, aisingeweza kuhisi kwamba huyu mtu ni rais au ni nani. Mbona watu wengi sana wanamfuata?
Hii inamaanisha kabisa kwamba huyu mganga alikuwa sio tapeli, bali alikuwa ni mganga ambaye alikuwa serious na ile kazi ambayo alikuwa anaifanya. Basi walikaa pale huku wakiendelea kupiga stori mbili tatu, stori za hapa na pale. Walipiga stori za hapa na pale huku wakisubiri mganga amalize kuwatibu wengine, kisha na wao waitwe waende wakatibiwe. Muda ulizidi kusonga kidogo na hatimaye ilikuwa ni mida kama ya saa 5 hivi za asubuhi. Basi mama pamoja na mama Charles waliweza kuitwa na kuweza kuingia moja kwa moja kwa mganga kwenda kumsikiliza mganga alikuwa na nini cha kuweza kuzungumza, baada ya mama kuweza kufanikisha kile ambacho mganga alikuwa ameweza kusema kwamba aende akakifanikishe. Unapenda utajiri? Utajiri ni gharama. Unapenda utajiri? Utajiri ni gharama. Nimefurahi sana, nimefurahi kweli kweli kuweza kuona kwamba kile ambacho nimekuambia wewe na rafiki yako mmekitimiza. Sasa kazi imeisha, kazi imeisha. Kazi imeisha. Nitakupatia kimti. Kimti hichi utaenda kukiweka kwenye ndoo ya lita 20. Baada hapo utafunika kimti hiki kwa siku 7. Kila siku utakuwa unaweka unga wa dona ndani ya hiyo ndoo ambayo kimti hiki nimekupatia. Umenielewa? Utaweka unga wa dona kwenye hiyo ndoo ambayo nimekupatia kimti. Hiki kimti ni cha maajabu. Hiki kimti ndo ambacho kitakuwa kinatoa hela. Hiki kimti ni kimti cha hatari. Tena umepata hiki kimti ndo kitakuwa kinakupa hela. Unanielewa? Unanielewa? Ndio nakuelewa. Sema tawile, sio kwamba unanielewa. Unanielewa nini? Tawile mganga. Haya, kamata hii. Oh, mizimu, 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 kalale kule. Mizimu, 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 kalale kule, mkalale ndani, kalale kule kwa mama huyu, kalale kule, mkalale ndani, kalale kule kwa mama huyu. Oh, mizimu, 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 kalale kule. Impeni, mimi navimba kwa nini mwimbi? Sasa babu, tutaimba. Haya, tunana. Mizimu, mizimu, mizimu. Mnaitikia kalale kule. Wewe utaitikia kalale kwangu. Sawa? Sawa jamani babu. Oya mizimu, 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 kalale kule, kalale kwangu. Oya mizimu, 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 kalale kule, kalale kwangu. Mama Chazi alikuwa anazungumzia kalale kule, yani kwamba mizimu hii ikalale kwa mama, lakini mama alikuwa anazungumzia hii ikalale kwake. Wakati huo alikuwa tayari ameweza kukamata kile kimti ambacho amepewa na mganga kwamba atakwenda kukiweka kwenye ndoo na atakuwa anaweka unga wa dona kila siku ndani ya siku 7, ndipo atakapoweza kukuta pesa zimejaa kwenye ile ndoo. Utamwaga unga wa dona ndani ya siku 7 na baada ya hapo kila siku utakuwa ukiendelea kumwaga unga wa dona, lakini ndani ya siku 7 ndipo utaona matokeo. Wakati huo mtakuwa mnaendelea kusaga mwana kwa mpalange, wewe na kijana wako. Msiache hiyo kitu. Hiyo kitu ni kama suna. Munapenda utajiri, ila utajiri una gharama. Munapenda utajiri, ila utajiri una gharama. Hauwezi kupata utajiri kama hujawekaga gharama. Hauwezi kupata utajiri kama hujawekaga gharama. Munapenda utajiri, utajiri una gharama. Haya, mnaweza kwenda, munaweza mukaenda, munaweza mukaenda. Haya, munaweza mukaenda jamani, munaweza mukaondoka. Munashangaa nini? Nimeshakwambia weka kwenye ndoo siku 7, mwaga unga wa dona. Hakikisha unazaga mwana kwa mpalangi, anakunyandua kule kweli kwa mpalangi kijana wako. Na wewe mama mwingine hivyo hivyo fanyeni, sawa? Munaweza mukaenda, munaweza mukaenda, munaweza mukaenda, munaweza mukaenda. Lakini babu, kwa hiyo sadaka ni mpaka pale utakapofanikiwa. Mizimu itakaposema ulete sadaka gani. Hatuhitaji pesa yako sisi. Utakachoacha chochote ndo iko. Najua kwa sasa una pesa. Nenda mama. Nenda mama. Munaweza mukaenda. Munaweza mukaenda. Oya, munaweza mukaenda. Alikuwa anazungumza hivyo mganga huku akiendelea kupiga manyanga. Mama pamoja na mama Chazi wakaanza kutoka kinyume nyume huku akitetemeka kweli kweli.
Walitoka na hatimaye wakaanza kutembea kuelekea kwenye sehemu ambayo walikuwa wameweza kupaki gari lao ili waingie waanze kusepa kuweza kurudi nyumbani. Mama Chazi, kwani na wewe huyu babu jamani alikupa dawa kama hii ya kwenda kuweka kwenye ndoo na kumwaga unga? Jamani wewe Mama Jimmy, kila mtu ana namna ambavyo anapewa baraka zake bwana. Umepewa hivyo, mimi nimepewa vingine. Wewe ulipewa nini? Mimi sikupewa chochote, ila nikaona tu maisha yamebadilika. Jamani, sasa mimi unga kwao nikisahau itakuwaje? Ukisahau si utarudi, kwani huko urudi tena? Si utarudi jamani. Hebu twende bwana. Walizungumza hivyo huku tayari kabisa wakiwa wanarudi kwenye gari yao ili waingie kwenye gari na safari ianze ya kuweza kuondoka hapa kwa mganga kuweza kurudi huku nyumbani. Sasa huku nyumbani mimi nilikuwa nimeweza kusikia mlango ukigongwa. Mlango uligongwa sana. Baada hapo niliamka nikiwa nimechoka kweli kweli. Niliamka nikiwa na boxer na singlet tu. Nilienda na kuweza kufungua mlango wa sebuleni pale. Nilijua mama ameweza kurudi. Jamani, kumbe nikamkuta Neema ndio yuko pale mlangoni. Neema, vipi tena asubuhi hii? Jamani Jimmy, sana niuliza vipi wakati mimi ni mpenzi wako? Siku ile umesema tusizagamuane na leo tena jamani. Leo nimekuja. Come on, Neema, yani umekuja kufanya nini? Bwana, hebu mimi niache niingie ndani. Neema aliweza kufosi na kuweza kuingia ndani. Alikaa kwenye sofa na mimi nikakaa chini kabisa. Sikutaka kukaa kwenye sofa kwa maana nikahisi hapa mambo yatakuwa mengi. Jimmy, mimi naona kama sasa hivi sikuelewi. Unielewi kivipi? Mbona sasa hivi hutaki tuzagamuane, tunyanduane jamani? Unafikiri mimi nitanyanduliwa na nani kama unakuwa unafanya vitu kama hivyo? Yaani sasa hivi unisikilizi, hautaki tena tuongelee mambo hayo kwa nini? Nimeshakuelekeza Neema kwamba kipindi hichi mimi nahitaji kuwa katika masuala ya kuanza shule na vitu vingine. Nimeshakwambia kwamba mama anataka mimi niende nikalisiti nikafanye vitu fulani, si unanielewa, ili kwamba mimi niweze kuendelea na shule. Kwa hiyo mimi sasa kuweza kufanya vitu kama hivyo nimeshakwambia haiwezekani. Mimi nakuelekeza hivi, yani leo mimi siwezi kukubali. Yani leo nakwambia sitaweza kukubali mimi. Leo lazima tu. Leo nakwambia lazima. Alizungumza hivyo Neema na akiwa tayari kabisa ameanza kutalii kwenye mwili wangu, kurupushani zikaanza kuwa nzito kweli kweli. Mimi nikikataa kabisa. Hebu Neema, hebu niache bwana. Nimeshakwambia haya mambo kwa sasa tupumzike. Na tena kama unaniforce zaidi, na tutaka nikwambie kwamba kuanzia leo mimi na wewe basi. Unasemaje? Basi? Yaani basi kivipi? Tumekosana nini mpaka wewe basi? Nakwambia leo mimi hapa haiwezekani. Kiukweli Neema alikuwa ni binti mzuri, mrembo, mwenye kuvutia kweli kweli. Lakini mimi tayari kabisa nimeshaweza kuingia kwenye maagano na mama yangu kwamba endapo nitakapoanza kuzagamwana naye mama tu kwa mpalange na sehemu zote kila kona nitakapomtafuna tu, bwana, siruhusiwi tena mimi kuweza kuzagamwana na kiumbe yoyote yule mwingine tofauti na mimi mkubwa tu. Sasa huyu Neema huwezi kuamini, kwa sababu mimi nilikuwa nimekaa hapa chini, alikuwa tayari kashakuja kuniforce na yupo tayari juu ananilazimisha, akitaka tuweze kubadilishana mate, tulane mate, tubadilishane juisi za miwa, tayari kabisa kutokana na mimi nilikuwa nimechoka. Neema alikuwa ni kibonge amejaza, alikuwa na nyama hivyo, alikuwa na power kidogo. Kwa Neema aliweza kuanza kunidhibiti vizuri kabisa na nikajikuta kabisa goboli likianza kupiga CCM Chadema, na Neema tayari kabisa alikuwa amesaula kila kitu, amebaki kama ambavyo amekuja duniani. Sasa Neema pale kifuani bwana kulikuwa saa 6, lakini pia pale kifuani embe buribo zilikuwa zimejazika na zilikuwa hazijawahi kabisa kuguswa. Ni kwamba zilikuwa zile embe buribo za kijana, unajua zimechomoza kweli kweli. Neema, yani hichi kitu tunachotaka tufanye, mimi nimkwambia sitaki. Neema, elewa bibi ninapokuambia sitaki vitu kama hivi. Neema, kwa nini unalazimisha Neema? Hivi Neema, wewe unataka mimi niendelee kuwa maskini? Mimi nimeshakwambia nimeingia katika maagano mazito, mimi na mama yangu tumeshaingia katika maagano mazito kuhakikisha kwamba tunakuwa matajiri, na ndio maana wakati nataka kumalizia nilisikia mlango ukigongwa. Bwana, kama unapenda video za mezagamuo minyanduo kupelekeana moto za kibongo na za kizungu, bwana, video za kupelekeana matango kweli kweli, basi video hizo tunazo pale WhatsApp. Je, wewe uni mpenzi unapenda vitu kama hivyo? Unatamani sana kutazama kuangalia video ambazo watu wanapelekeana moto live bila chenga? Basi gharama yake ni 15,000 tu. Kwa shilingi 15,000 ukija pale WhatsApp unakunga na grupu letu kubwa kabisa la minyanduo, yani video za minyanduo za kibongo na za kizungu utazipata pale. Wapo weza kwamba tayari kabisa wapo kwenye grupu, napozungumza hivi wanaelewa kabisa kwamba nini ninachomaanisha. Umebaki wewe tu.
Sasa wewe unasubiri nini mpaka dakika hizi? Hautaki kuja pale WhatsApp una 15,000 ili nikunge na grupu la video za kupelekeana moto? Hebu changamka, kama unayo hapo 15,000 sasa hivi, njoo pale WhatsApp kwa namba hii niweze kukunga na grupu letu kubwa kabisa, ili uendelee kupata burudani kwenye simulizi, na unapata burudani WhatsApp za kuangalia video za Minyanduo live bila chenga, watakupelekeana moto kwa Mpalange na wazungu kwa wabongo. Njoo pale WhatsApp kwa namba hii na 15,000 mkononi, 0782 71 97 na mwisho ni 94. Njoo pale WhatsApp sema oi, nahitaji kuungwa na grupu la matango kupelekeana moto, nipateni namba kulipia. Utapewa namba kulipia, utalipia, na baada hapo utaendelea kumweleka ndani ya grupu kila siku mwezi mzima, ndipo utalipia tena shilingi 15,000 nyingine. 0782 71 97 mwisho 94. Njoo pale WhatsApp, changamka. Unasubiri nini bwana? Bwana, mzigo wetu huu unaitwa Mama Anataka Tango Master la Kwangu. Leo tulikuwa katika sehemu ya 4 na hapo ndipo tulipoweza kuishia. Hebu tukutane katika sehemu ya 5 kuweza kujua nini ambacho kitakachoendelea katika hii simulizi nzuri, simulizi tamu na tena inasisimua kwelikweli.